ndani yako kuna watu wawili. Kuna mtu dhaifu na mtu imara. Ndani yako kuna mtu aliyejeruhika, mwenye majeraha ya nafsi, anayeumwa na maumivu na hofu na wasiwasi, ambaye hayuko huru. Pia ndani yako kuna mtu aliyepona. Huyu mtu wa kwanza ni mtu wa chini na huyu mtu wa pili ni mtu wa juu. Katika safari ya kufanya maisha yako kuwa bora zaidi, kutoka katika ile ramani ambayo ulicholewa, sio ulioichora wewe, mpaka uliowekewa, sio mpaka wa fikra na akili yako. Safari ya kutoka katika mzunguko ambao uliwekewa na kwenda kuyaishi maisha unaoyataka, uhuru unaotaka, furaha, amani na utoshelevu. Kuwa yule mtu ambaye ndani yako unashuhudiwa, huyu ndiye mimi. Ni safari inayohitaji maamuzi. Kwa lugha ya Kiingereza ambayo tumekuwa tunafundishwa Kiswahili na Kiingereza, kwa hiyo tuna misamiati mingine mingi ya Kiingereza hata kuliko ya Kiswahili. Tunasema it need commitment. You must be committed. Lazima uwe tayari kuvunja ufalme ulioujenga, ambao kiuhalisia ni ufalme wa mtu wako wa chini, ili kuweza kujenga ufalme mpya, ufalme unaotokana na mtu wako wa juu. Mtu jasiri, mtu mwenye imani, mtu asiyeongozwa na hofu, mtu mwenye afya nzuri ya akili, mtu aliye huru. Sasa ni safari ambayo inahitaji commitment, kwa sababu kundi kubwa la watu wanaogopa kulipa gharama, ama wako tayari kulipa gharama ya kutoka katika mzunguko, ya kuponya majeraha ya yule mtu wa chini, ili kuyapata ile maisha unayoyataka. Watu wengi hawako tayari. Kwa hiyo wale watu wachache, ikiwemo wewe, kama utaamua kutoka katika maisha ya ukawaida, kutoka katika maisha na mfumo uliouzoea, kwenda kumtafuta yule mtu wako aliyelala, mtu wa nguvu, mtu wa juu, utaonekana wa tofauti miongoni mwa watu wengi na utakutana na upinzani. Kwa hiyo wakati mwingine utasemwa vibaya, utakosolewa, vitakuja vitisho. Na wakati huo pia kumbuka, katika safari ya ukuaji sio kila wakati utafanya kwa usahihi. Kuna wakati utafanya makosa, utashindwa. Sasa yule mtu wako wa chini, kwa sababu amezoea kuwa chini, unaposhindwa anaanza kukuletea hofu, anaanza kukusema umeona umeshindwa. Na watu uliowaacha nyuma, umeona wanatafuta uhalali kwamba hiyo safari unaoiendea haina maana. Lakini ukweli unaojua wewe kwamba yule mtu ambaye ulikuwa naye maisha yako yote sio mtu ambaye ulikuwa unamtaka, sio mtu ambaye unamfurahia. Unajua kabisa kuna yale maisha unaishi, watu wanaona wote kama ni maisha ya kawaida, lakini wewe mwenyewe unashuhudia, unasema hapana. Ngoja nikupe tu mfano wa kawaida tu. Huu ni mfano wa kawaida tu, lakini ndio mfano halisi katika ulimwengu halisi tunaoishi. Emfikiria pale kijiweni ambako wanakaa watu tunasema mateja, watu ambao wameathirika madawa ya kulevya. Kwa hiyo mtu mmoja kati ya wale akiamua kutaka kubadilisha maisha yake, akaanza kufanya vitu tofauti, au wengine wote watamuona ajielewi, watamuona msaliti, watamuona mpuuzi fulani. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu tulionao. Kwa muda mrefu tunaishi katika mzunguko, mfumo wa maisha ambao tumejengewa. Ni hasa tuko tunafundishwa kutoa ile nguvu iliyo ndani yako, ule uwezo ulio ndani yako. Kwa hiyo inapotokea unataka kuwa huru kwa ile akili uliopewa, ule ujuzi wa kweli uliofichika ndani yako, ambao itakufanya uwe tofauti na jamii au mazingira yaliyokuzunguka, utaonekana msaliti, utaonekana kama aliyechanganyikiwa, utaonekana kama unachofikiria hakina maana, ni kama kitu ambacho hakipo. Kama ambavyo katika ulimwengu wa watu ambao ni wameathirika madawa ya kulevya au kijiwe cha mateja, kutoka kuwa huru ni maisha ambayo sio halisi, kwa sababu wao wanaishi katika ulimwengu wao mwingine halisi. Wale watu walioathirika madawa ya kulevya
wanaishi katika ulimwengu wao ambao kwao wanaona ni ulimwengu halisi zaidi. Kwa hiyo vivyo hivyo unavyotoka katika maisha ya mzunguko kutaka kuwa huru kwenye maisha yako, kuponya majeraha yako, kutaka kuwa mtu bora zaidi kwa baadhi ya marafiki zako, watu wako wa karibu na hata jamii nyingi kwa ujumla, utaonekana kama ni mtu ambaye una ambition ambazo sio halisi. Kwa hiyo utakuwa discouraged. Kwa hiyo lazima ufanye maamuzi. Usipoamua ni vigumu kuiendea hiyo safari. Hata safari yako ya uponyaji, kuna maumivu utaendelea kuyapata. Inabidi uwe tayari kuvumilia yale maumivu. Si unaelewa? Inabidi uwekeze muda, ujifunze. Uwekeze nguvu yako, kuna mambo uyafanye tofauti na ulivyozoea kuyafanya. Kwa hiyo inabidi utumie nguvu yako na muda wako, kama ni kufanya mambo ya kukuthibitisha, kama ni grounding, mambo kulingana tunavyofundisha katika uponyaji. Inahitaji nguvu, lakini bado inabidi uwekeze pesa yako. Itakapohitaji kuwekeza pesa kulingana na pesa ulionayo, you have to invest. Kwa sababu lengo lako ni unataka kuwa mtu bora zaidi. There's no way out. Hakuna namna nyingine ya kuwa mtu bora zaidi kwenye maisha yetu au kwenye maisha yako usipoamua kuwekeza. Usipoamua, hakuna mtu mwingine anayeweza kuja kukufanya uishi uponyaji kwa niaba yako. Uianze safari ya uponyaji kwa niaba yako. Ni wewe, ni maamuzi. Ni safari ambayo ni kama mlima, haijanyooka. Si umeelewa? Kuna wakati kama utaona kama unashuka. Kuna wakati hisia za zamani zitakuja. Kuna wakati mawazo ya zamani yatakuja. Kuna wakati utajihisi mnyonge. Kuna wakati utajihisi kushindwa. Lakini pia kuna wakati unapanda. Si umeelewa? Kwa ingawa unashuka, lakini kiuhalisia mwelekeo wako ni wa kupanda. Unaenda kwenye kilele cha mlima. Kwa hiyo ni safari ambayo kiuhalisia haiko comfortable. Mwili haujihisi salama. Mwili umezoea ile hali inayojulikana, iliyozoeleka na watu wote. Kwa hiyo unajihisi salama kwa sababu kuna ule mfumo uliozoeleka wa watu wote. Lakini unapoanza kutembea katika safari au njia ambayo mwili haukuzoea, mwili unaanza kukuletea upinzani. Wasiwasi, hizo hofu, kuna wakati kama mwili unakupa ganzi ya kuendelea na hiyo safari, unaona kama unapoteza muda. Lakini ukigeuka nyuma, ukiangalia ile njia ambayo umetokea, unaona ni njia ambayo haikupeleki mahali popote. Watu ambao tumesha kuwa na mambo mengi, watu wanakusifia, lakini moyoni mwangu najiona ni mtupu kwa sababu niko naishi kuwafurahisha watu. Natembea katika mzunguko, nipo kwenye rupu, ndani yangu sikuwa huru. Kuna vitu vingi vilikuwa ndani yangu ambavyo yale mazingira nilokuwa nao yale yalikuwa yananizuia nisidhihirishe kile nilichokuwa nacho. Hata haya mambo nayoongea, elimu nayoitoa na jinsi nilivyo huru, nisingeweza kuwa hivi kama ningekuwa katika ule mzunguko nilokuwa nao. Lakini fikiria ni watu wangapi ambao nimewasaidia kwa hiki kitu ambacho ninakifanya. Nafahamu watu wengi ambao wengine mpaka wanataka kujidhuru maisha yao, wanataka kujiua, kupoteza uhai wao. Lakini kupitia kile ninachokifanya wamesaidika maisha yao. Na siko hapa kuthibitisha chochote ninachokifanya. Ninachoongea nataka nikwambie ya kwamba wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba ile njia, yule mtu wako wa zamani ni mtu ambaye hakuwa huru. Alikuwa na maumivu na majeraha, hata wakati mwingine nje anajitahidi kutabasamu, lakini alikuwa tabasamu halisi linalotoka ndani. Ulikuwa unaishi katika maigizo. So ni wakati wa kuembrace, kukumbatia safari yako ya uponyaji. Amua, wekeza nguvu zako, muda wako, pesa yako. Inalipa. Kwa hiyo kama unataka kuingia katika session unazofanya, ukijisikia kufanya hivyo, karibu. Ninafanya session ya mtu mmoja kwa mmoja, lakini pia ninafanya session kwa group kukusaidia katika safari yako ya uponyaji, kuweza kuruhusu majeraha na maumivu ambayo yalilimbikizana katika mwili wako, ulikuwa unayaficha kutokana na mazingira uliokuwa nayo, sasa uweze kuruhusu yatoke. Unaelewa? Kukata muunganiko na nguvu za zamani, zile tabia za kimzunguko zile. Ilikuwa hivi kwa babu, ilikuwa hivi kwa baba na mama na familia, yani kwenye familia ndio imezoeleka hivi, ndio iko hivi. Umeelewa? Mifumo mbalimbali imezoeleka hivi. Sasa ilikuwa imekufunga ile. Kwa hiyo inakuzuia hata katika safari yako ya kuwa yule mtu unayetaka kuwa, kuzalisha yale ambayo yanatoka ndani yako. Kwa hiyo kupitia darasa unakata ule muunganiko na kuongoza kukata ule muunganiko. Na kuupata pia utambulisho wako wa ndani, uweze kujijua wewe ni nani. Muhimu sana. Sababu moja ya kitu ambacho kinafanya mtu asiwe na utoshelevu ni kupoteza ile taswira ya kutambua yeye ni nani halisi. Mara nyingi tunajitambulisha kwa pesa, kwa mahusiano tulionayo, kwa mali, kwa vyeo, kwa vitu tunavyovipata, kwa kazi tunazozifanya. Lakini kiuhalisia huo sio utambulisho halisi. Na ndio maana bado kuna ombwe liko ndani. Kwa hiyo tunajaribu kulikava wengine labda kupitia dini au itikadi mbalimbali za kifalsafa. Lakini ingawa tunajaribu kujiunganisha kupata utambulisho kwa nje, bado tunaona kuna ombwe ndani. Huo utambulisho hauko nje, bali uko ndani yako. Kwa kupitia madarasa unayoyafanya, pia nitakusaidia
kuweza kutambua utambulisho wako. Karibu tuendelee wote katika safari ya uponyaji. Hata mimi pia niko katika safari ya uponyaji. Safari ya uponyaji ni maisha. Yes, is life. Ni kuishi sasa hivi. Is to enjoy the present moment. Kufurahia wakati uliopo. Wakati huu niko hapa sasa hivi, yes. Lakini wakati mwingine nitakuwa kwenye ikulu nikiongoza Afrika, yes. Ama nitakuwa nimekaa na watoto ambao ninawaimbia nyimbo, umeelewa? Au nitakuwa nimekaa na mtu mmoja au peke yangu nimekaa naangalia bahari, yes. Yote hiyo ni safari ya uponyaji. Uko hapo.